Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Wiki iliyopita lilikuwa juma la mafuta kwa viongozi kuhutubia, wachambuzi kuchambua na wasikilizaji kuchanganua. Ilikuwa wiki ya magwiji wa hotuba za viongozi na wataalamu wa uchambuzi wa hotuba kuchambua hotuba ya rais wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi cha CCM. Ni wiki ambayo ilikuwa ya mateso makubwa sana kwetu sisi wana CCM. Jinsi wabobezi wa kubeza hotuba za viongozi walivyochanganua hotuba ya mwenyekiti wa chama chetu kuhusu bei ya mafuta ya petrol. Kwanza, baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya Iran na baadaye Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz huko Mashariki ya Kati ili kuzuia meli za mafuta kupita. Kila ulipopita wiki iliyopita katika vijiwe vya kahawa na tangawizi, vijiwe vya kungalisha viatu na vijiwe vya kuuza magazeti, mada ilikuwa ni moja tu: bei ya mafuta ya petrol duniani, na kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama chetu yanauzwa lita moja kwa dola za Marekani 8,000 na euro 6,000 kule Ulaya. Ilionekana wiki iliyopita kana kwamba kila Mtanzania anajua bei za mafuta Ulaya, Asia, Marekani na hata kule bara la Amerika ya Kusini, bila kusahau Australia na New Zealand. Kila mtu alikuwa mbobezi wa bei za mafuta na kila mtu alikuwa mahiri na mtaalamu wa biashara ya mafuta. Watu nguli walisikika kielezea kupanda bei ya mafuta duniani na wachambuzi mahiri na wachambuzi uchwara walijitahidi kueleza usahihi na uongo wa hotuba kiongozi wa chama chetu. Na walio wengi walikuwa wanacheza picha mjongeo za hotuba kama tatu za mwenyekiti walizodai sio sahihi. Kifupi, sisi wanachama tumedhalilika sana kwa hotuba zile, lakini hatumlaumu mwenyekiti wetu bali tunawalaumu wasaidizi wake. Kilicho sahihi kwa sasa ni kwamba wasaidizi wa mwenyekiti ama ni vilaza wa kutupwa au wamelipwa na Chadema kumuumbua mwenyekiti. Ndiyo, sasa sisi wanachama na wafuasi wa Chama cha Mapinduzi tunajiuliza mara mbili, ni nani hasa mwenye jukumu la kuteua wasaidizi wa mwenyekiti? Na kama hakuna mteuaji bali wasaidizi hao upendekezwa, ni nani hasa upendekeza watu wanaostahili kumsaidia mwenyekiti wa CCM, chama chetu pendwa? Wabaya wetu alikuwa akionyesha kipande cha hotuba za mwenyekiti wetu akielezea bei za mafuta ya petrol kwa Marekani na Ulaya kikisema, wiki iliyopita hapa nilikuwa naangalia na rushiwa, nikaona bei za mafuta kwa nchi mbalimbali ulimwenguni. Nikaona Europe, Ulaya, bei zilivyopanda ni euro 6,000 kwa lita moja, Marekani dola 8,000 kwa lita moja. Ukija huku kwetu Afrika, mambo yapo juu. Hapa Tanzania bei zipo chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bei yetu bado Tanzania iko chini kuliko wengine. Napenyezewa hapa bei za mafuta. Nilisema ni elfu ni mamia. Kwa mfano Europe ni 600 na dola 800. Kwa Marekani ni dola 800. Alafu euro 400 kwa leo na euro 600 kwa leo, na sio 4,000 na 6,000. Mrekebishe hapo. Kwa hiyo habari ndio hiyo. Ukija huku kwetu Afrika, mambo yako juu. Kuna nchi ambazo tayari zimeshawapa watu wao ruhusa kufanya kazi majumbani, kusiwe na movement za magari kwenda maofisini na kurudi. Lakini kuna nchi ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza matumizi ya mafuta na wana upungufu wa mafuta. Leo tumeamka na neno la faraja. Neno la faraja kwamba angalau pale Hormuz sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa, vimeli vinapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini, lakini vivo hatumjui yule jamaa naye anavyoamka ndio dunia inavyocheza hivyo. Kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi. Niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta.
Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Lakini kwa sababu nazungumza hapa na wananchi wananiona, kaniongee na wananchi kwamba upandaji wa bei ya mafuta mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Sasa kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha. Ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima, na hapa kwetu nilianza kutaja bei za mafuta kwa nchi mbalimbali. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Kwa niwaombe sana wananchi, tuwe watulivu kipindi hiki na tuendelee kuomba kama nilivyoomba siku ile kwamba hili jambo liende kuisha, vita hii ya Irani, Israel na Marekani iishe, ili flow au mwenendo wa biashara na meli za mafuta na meli za bidhaa uende kama kawaida, ili tuishi maisha yetu ya kawaida. Lakini kwa sasa hivi niombe sana wananchi wa watulivu, wa wastahimilivu. Sisi kama viongozi wa nchi mbalimbali tunajitahidi kunyanyua sauti zetu, kuzungumza na wenzetu, kushawishi wenzetu vita hii malizike, ili maisha ya wananchi yarudi kuwa ya kawaida. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi kwa watulivu. Hili si jambo ambalo limesababishwa na serikali yetu, lakini jambo lililoathiri ulimwengu mzima. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwapongeze wote walioteuliwa na niwatakie kazi njema. Jicho langu liko karibu nanyi, nitawatizama kwa karibu zaidi. Napenyezewa hapa bei za mafuta. Nilisema 1000 ni mamia. Kwa mfano Europe ni 600. Ni 600. Na dola 800 kwa Marekani. Sasa dola 800 alafu euro 400 kwa leo na dola 600 kwa leo. Na sio 1400 na 6000, nimerekebishwa. Kwa hiyo habari ndo hiyo, na wale wana habari mlokuweko rekebisheni hiyo. Msije mkaenda mkasema rais kasema 1800, nimesharekebisha 600 na 800. Na kwa leo ni 400 na 600. Na probably hapa kwetu kwa taarifa za wizara nimeambiwa kidogo, lakini bei zimeshatangazwa. Tukitangaza kipindi kijacho wenda tukarudi chini na bei zetu pia. Lakini juu ya hivyo sisi tuko vizuri kuliko wenzetu. Tuko vizuri na stock. Tuna uhakika wa miezi 3, na ni matumaini yetu kwamba chini ya miezi 3 haya mambo ya kugongana huko kwa wenzetu atakuwa yamemalizika. Kwa hiyo tuko salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kazi. Kiongozi kukosea jukwani si ajabu, ni kibinadamu, lakini wasaidizi kumpotosha kiongozi wa nchi na mwenyekiti wetu chama tawala ni jinai. Wasaidizi hawa wamefanya mwenyekiti wetu aonekane hajui tofauti ya galoni na lita, na pia hajui dola moja inaweza kubadilishwa kwa shilingi ngapi. Haiwezekani msaidizi wa rais asijue kwamba Marekani wanauza petrol na diesel kwa galoni na sio lita. Msaidizi gani huyo anayeandamana na rais katika ziara za nje ya nchi, lakini anampotosha kiongozi wa nchi kwamba Ulaya wanauza petrol lita moja kwa euro 400, yani shilingi milioni 1,040,000 za Kitanzania kwa lita moja. Msaidizi wa rais anadiriki kuandika kinoti na kumpenyezea mheshimiwa rais jukwani, kikionyesha kwamba Marekani wanauza mafuta kwa lita, na kwamba kwa sasa wanauza mafuta ya dola 8,000 kwa lita moja, yani shilingi za Kitanzania milioni 20,080 kwa lita moja ya petroli. Hata dola 800 ni sawa na shilingi za Kitanzania 220,080. Kweli? Ndipo akajitokeza mhuni mmoja anajiita mkono mweusi,
akatunanga sana kwenye mitandao kwa mwenyekiti wetu kulinganisha bei ya mafuta hapa Tanzania na Marekani, na akachanganua uchumi wa Marekani na Tanzania na bei za mafuta Marekani na Tanzania na kuishia kutuzodoa na kutubagaza. Klipu ya Mkono Mweusi ilisema Marekani wanauza mafuta kwa galon na kwamba galoni moja ni $4 na senti 10, wakati Tanzania wanauza mafuta kwa shilingi 3820 kwa lita na kwamba galoni moja ni lita 3785. Akaonyesha katika hesabu zake kwamba tukijilinganisha na Marekani lazima tuuze mafuta kwa shilingi 108 na akahoji, je, tunaweza? Pia Mkono Mweusi alionyesha kuwa mfanyakazi wa Marekani anapata mshahara wa $4,000 na zaidi, wakati kwa mfanyakazi wa Tanzania ni shilingi 400,000 na zaidi. Hivyo mshahara wa Marekani unanunua mafuta lita 3703 wakati mshahara wa Mtanzania unamwezesha kununua lita 105, na akasema tunakosea sana kujilinganisha na Marekani. Mbaya zaidi, kulikuwepo na clip ya mtu mmoja Mtanzania anatukana waziwazi akisema na kuhoji kwamba inakuwaje lita moja ya mafuta pale Malawi iwe shilingi 2500 wakati hapa Tanzania jijini Dar es Salaam ni shilingi 3800, wakati Malawi hawana bandari, wanapitisha mafuta yao hapa kwetu nasi tunawatoza kodi. Akaendelea kuhoji pia kwamba inakuwaje Malawi wananunua mafuta huko Tanzania inakonunua na kuyapitisha katika bandari yetu, tunamtoza ushuru, lakini kwake anauza mafuta shilingi 2500 wakati sisi tuliyemtoza cha juu ya bei ya kununulia tunauza mafuta shilingi 3800. Huyu mhuni aliishia kutukana viongozi. Mimi simlaumu kutukana kwa sababu naamini aliyetukanwa ni yule anayewashauri viongozi wetu. Niseme wabaya wetu ni washauri na wasaidizi wa viongozi wetu wa kitaifa kwa kushauri vibaya na kutoa usaidizi usiokidhi haja, na ndio maana nauliza, nani huwateua hawa wanaomuumbua kiongozi badala ya kumsaidia? Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.